Wewe umeshindwa kunichukulia maji kwenye mtungi, ukalete maji haya kwanza. Toka hapa. Toka kuona mimi. Mama Baraka. Mama Baraka. Nini mke wangu? Nini? Mama Baraka. Shida nini mke wangu? Mbona hamna kitu? Umkaliona usara ananichanganya. Mama Baraka. Shida nini mke wangu? Mke wangu kitu alichoniambia jana akilini mwangu akijakaa kabisa kabisa. Na hivyo jana nilikuwa natoka shambani, nilimkuta anajinyonga huku akiongea masuala ya mwanangu Baraka. Mbona sielewi hapa kuna nini? Sielewi kabisa. Mbona mambo haya yananichanganya kila ukicha, mambo haya yananichanganya. Baraka akawa Baraka. Mama Baraka. Bema. Vipi? Safi. Walikuwa umeenda kufuata maji? Hebu nakuomba kidogo mke wangu. Mbona kama mguu wa kutoka tena kulikoni? Hamna, kuna sehemu nilikuwa nataka nielekee, ila kwa sababu ulikuwa upo niliona bora nikusubiri kwanza tuongee ili swala lilikuwa linanisumbua hivi. Haya sasa Tunu, nafikiri mpaka sasa hivi mboni zenu zishaanza kujithibitishia baadhi ya maneno ambayo mlikuwa mnayaumba hapa kijijini. Si umeona sasa? Rashu yuko hai na wala Rashu hahusiki kivyo vyote katika msiba wa Baraka. Yaani yale alikuwa ni maneno tu ya Gamba. Gamba alikuwa kila siku, kila kunavyoitwa leo, anaumba maneno ya uongo. Ulimi unaumba maneno ya ovyo kabisa yani. Yaani mpaka naona na aibu. Yaani hata sijui nisemeje. Lakini ujue mimi yule nani nilimuona. Sijui ni yeye Rashu au alikuwa ni mzimu. Yaani hapo kidogo bado nachanganya. Sio mzimu Tunu. Wewe amini ninachokuambia mimi ndugu yako Matingo. Rashu yuko hai, Rashu hajafariki na wala hahusiki kivyo vyote katika msiba wa Baraka. Yaani Gamba ndo alikuwa na maneno ya ajabu. Yaani hapo sijui ni kuamini, maana hata yule Gamba mwenyewe simuoni. Mke wangu. Mimi kitu ulichoniambia jana usiku kwamba unamuona Baraka mara unawaseka, mimi kifupi mke wangu mimi akijakaa akilini mwangu. Na jana nilipokuwa natoka shambani nafika hapa nyumbani na kukuta unajikaba we mwenyewe huku ukisema Baraka si nimemuona Baraka. Hivi mke wangu, huyu Baraka unamuona wewe peke yako, mbona mimi simuoni? Mbona unanichanganya mke wangu? Sasa mwanangu, hapo ukifikiria mimi kumpenda sana mwanetu Baraka mpaka na wewe sasa kumuona imekuwa shida au kuna kingine? Au wewe mwanangu ukutaka mimi nipende yule mtoto kiasi? Mimi yale yote sio kupenda mwanangu, ni mapenzi gani nilikuwa naye juu ya yule mtoto wangu. Ndio maana leo naweweseka namna hii jamani mwanangu. Kwa hiyo upendi? Mke wangu, na juzi nimekutana na shemeji Zubeda. Ananiambia kwamba wewe unamwambia kwamba ananitaka mimi.
Hivi mimi kweli shemeji Zubeda kweli wa kunitaka mimi mke wangu kweli? Mama Baraka? Mume wangu. Ile Zubeda mimi ndio rafiki yangu na mimi ninamjua vizuri Zubeda. Zubeda haiwezekani afike tu kukusimamisha mwanze ongea maneno ya umbea kwa mwanaume wa mtu. Uone kama anakutaka. Kama kijiji chote hiki cha Mtambaswala kamaliza wanaume wote. Sasa hivi anaamua kuhamia kwako. Wewe utajuaje? Wewe huwezi jua, lakini mimi namuelewa Zubeda, namjua. Ndio mambo yake hayo, kwa hiyo ndio zake. Hapo anaanzisha tu, lakini anakutaka yule. Mimi sitaki kabisa uwe naye karibu. Mimi sitaki kabisa. Sasa Gamba utamuonaje? Kwa sababu mara ya mwisho Gamba aliitwa na mwenyekiti. Na nahisi mpaka dakika hii unaona kijiji kimepoa namna hii. Mwenyekiti kina namna moja au nyingine atakuwa kamwajibisha Gamba. Sasa atakuwa kawekwa ndani yule eti. Hiyo kazi ya serikali sasa tu. Mimi na wewe hata hatujui. Kashafika kwenye mikono ya sheria huko, yeye ndo atakuwa na maneno ya kuwajibu huko. Ni mtu ni mtu ambaye akikaa jisikia bila kuzalisha kauli. Yaani hapo sasa tutaonana. Wapi? Matingo. Vipi Zubeda? Nilishakwambia mara ngapi kuhusu huyu dada hapa kijijini? Usiwaze vitu ambavyo usiwe na vitu na viwaza ambavyo havipo. Umesikia mke wangu? Hivi angalia kwanza jinsi sasa hivi ulivyo. Kila kukicha unawaweseka. Hadi na kukuta nyumbani hapa unajikaba mwenyewe. Unakimbia hadi ndani mke wangu. Na nilivyokuwa nataka nikukabidhi mali. Hivi kweli kwa akili kweli ulionayo sasa hivi mke wangu, kweli nikukabidhi mali kweli? Hizi mali kweli utakaa nazo kweli salama kweli mke wangu? Mume wangu, hayo mambo ya mali na mambo ya mimi kuwezeka kumuona mwanangu Baraka kwa ajili ya mapenzi yangu kwake yanahusiana nini? Haya hayahusiani kabisa. Yaani tena wewe fanya uende ukanionyeshe hiyo mipaka, tena ikiwezekana ukanionyeshe hata siku mbili hizi, yaani usichelewe, unionyeshe kwa haraka sana. Huwezi jua ya Mungu mengi mno. Kuna leo na kesho, inaweza likatokea lolote, afu mimi sijui chochote. Haiwezekani, lazima ukanionyeshe mipaka. Sio mimi nalima tu shamba na kazi ya kulima tu, mipaka sijui iko wapi. Yaani ufanye tu kanionyeshe. Lakini ya mambo ya mipaka ya shamba, kunikabidhisha shamba na masuala ya Baraka haviingiliani kabisa. Ni mapenzi yangu kwa ile mtu. Sasa nisikize mke wangu. Kama unataka nikukabidhi mashamba yangu, nikuonesha na mipaka yangu, fuata nilichokuwa nakwambia. Achana na masuala ya kuoweseka. Nilishakwambia mara ngapi kuhusu huyu dada hapa kijijini? Alafu sikiliza Zubeda. Ishi hapo hapo, sawa? Kwa sababu mara ya mwisho ulikuja na maneno ambayo mpaka dakika hii kila nikikufikiria nashindwa hata kuelewa. Ulikuwa una maana gani ya wewe kuniongopea? Kwa sababu ulikuja na maneno ya uongo mtupu. Mimi usichokijua, mimi nilikutana na Mama Baraka. Mama Baraka aliniambia yeye moja kwa moja alifika mpaka kwa Mzee Kasongo. Ila wewe ndo haukufika. Uliishia njiani ukaondoka. Umekuja kwangu mimi unakuja kuniambia eti sijui hamjafika kwa Mzee Kasongo, sijui mlishia njiani, sijui mizimu, sijui vitu gani. Hivi wewe Zubeda, unavoniongopea unapata faida gani? Kwa kazi yako wewe ni kutetea la kwako, kazi yako ni kutetea la kwako ili ya kwangu mimi yaharibike, si ndio? Sasa sikiliza Zubeda. Hapo unaanza kuniongopea mapema sana. Hapa tujaingia kwenye mahusiano wala tujazoeana kivyovyote baina yangu mimi na wewe. Ushaanza tayari kuniongopea vibaya. Haya nimekukaribisha ndani. We mtoto wewe. Zubeda umenichanganya sana rafiki yangu. Yaani umenichanganya vibaya rafiki yangu. Sasa wewe endelea hivyo hivyo Zubeda. Wewe endelea hivyo hivyo. Matingo. Lazima nimtafute huyu Matingo. Nikishaona umeachana masuala ya kuwezeka mara Baraka mara hivi, nitajua kabisa mke wangu sasa hivi akili yake imetulia. Sasa hivi hana mawazo ya kuwaza mwanetu Baraka. Ndio nitakukabidhi mali zetu. Lakini vinginevyo kama hujafanya hivyo, mali mimi siwezi kukabidhi. Acha mimi nikaonane kwanza na Matingo. Nina shida naye sana. Basi sawa, haina shida na mimi nipo. Basi sawa mke wangu, baadaye. Huyu sasa na unataka kuingilia mipango yao.
Yanataka kuniharibia mipango yangu kabisa. Mimi hapa sipo kwa ajili ya chochote. Nipo kwa ajili ya mali tu. Sasa nataka kuniingilia. Ikiwezekana nitafanya kama niliyofanya, ili niweze kuzipata hizo mali kusimilikizo kwenye imani yangu. Siwezi kuziacha hivi. Siwezi kabisa. Halafu kwanza hizi bada anatafuta nini? Kakutana na Matingo, kamwambia umbea wake alotaka kusema. Kakutana tena na mume wangu, kamwambia tena umbea wake alotaka kusema. Naona anitafuta. Nikifanya masiara atakuja kuniharibia. Na wanasema siku zote ukicheka na nyani utavuna mabua. Sasa ngoja nimfuate kwake. Najua huyu atakuwa kashafika mbali, lakini ngoja nipite njia hii ya mkato nimwahi hapo hapo nyumbani kwake. Asimtani. Zubeda leo atanitambua kabisa. Ombea wake huko. Zubeda! We Zubeda! Yaani bahati yake sijamkuta. Yaani ningemkuta hapa leo, ningekiamsha, angenijua mimi ni nani. Umbea wote angeuacha. Hapa lazima nikamtafute kijiji chote cha Mtambaswala mpaka nimpate. Kijiji chote mpaka nimpate. Bibi kama wewe, kazi kuzurura tu kwenye kijiji chote cha Mtambaswala, kila mtu akuone wewe. Kama umelishwa miguu ya kuku wa kienyeji udugu. Hapa nilipo nimetoka kwako, nimekukosa. Na bahati yako, yaani ningekukuta huko kwako, ningekuamshia popo, usingeamini. Muone kwanza. Hata salamu shoga yangu. Salamu? Salamu inahusiana nini? Salamu umeona mali sana. Sasa nataka nikupe habari. Hivi kwanza wewe mbona mbea sana? Mbea kama nini? Una kazi ya kutangaza tu mambo yangu. Wewe mambo yangu yanakuhusu nini? Umekutana na Matingo, mara sijui hatujafika kwa Kasongo. Yanakuhusu? Umekutana na mume wangu tena, mara shemeji mkeo ananiambia wewe nakutaka. Yanakuhusu? Kwanza wewe, kwani unafuatilia sana mambo yangu? Naona unijui Sasa unataka kujua upande wangu wa pili mimi ni nani. Si ndio? Na huo umbea wako. Maana naona wewe ndio ushakuwa kipikipiki posta kwenye hiki kijiji. Maana kijiji kizima hiki cha Mtambaswala wanakujua wewe kwa ajili ya umbea wako. Na wewe unataka kunichafulia jina langu. Sasa kwa taarifa yako, nataka nikupe tu za chini chini. Nilikuwa nakuamini sana nikijua nimepata rafiki. Kumbe rafiki mwenyewe mnafiki na mzandiki kabisa. Habari kwa ufupi, shoga yangu. Kwa taarifa yako, yajayo yanafurahisha. Yule bwana nishamweka kwenye mikono yangu. Muda na saa yoyote zile mali zote atanimilikisha mimi. Na hili na ukalitangaze kama kawaida yako. Mbea mkubwa, muangalie kwanza. Mtoka hapa. Kwani huyu shoga yangu anasiri gani? Mpaka anafikia hatua kuniambia kwamba muda si mrefu atazimiliki hizi mali. Ila kwa sababu mimi shoga yangu sitaacha kujipendekeza kwake. Lazima nijipendekeze kwake mpaka nijue mali hizi atazimiliki kwa mkataba upi. Vipi dada Zubeda? Safi, kipipa huko. Mimi nipo dada yangu. Wapi? Ndugu yangu, yani zunguka yangu yote unaiona namtafuta Matingo. Si umenionea huko ulipotoka? Matingo kiukweli sijamuona, lakini anajifutia tu mapolini tu. Sasa sielewi dada yangu Zubeda. Na mimi mwenyewe nachoona, dada, tutaona na mimi hata nikafanye kazi dada yangu.
Basi sawa. Haya. Haya dada, kazi njema. Haya Kipipa. Haya bwana dada Zubeda. Haya. Zaburunji Onyana burunji Onosula kotina. Matingo. Zubeda. Karibu. Asante, mambo? Poa, mzima? Ni mzima, za kazi. Poa, umetoka wapi huko mapolini sasa hivi? Nilikuwa nakutafuta wewe. Mimi nipo hapa rafiki yangu, niko naandaa vijiti hivi vya mitego mshikaji wangu. Nipo hapa. Nimezunguka huko na kutafuta ndugu yangu. Mwisho nikakutana na rafiki yako yule. Kipipa. Kipipa. Yeye ndo kakuelekeza niko hapa? Kanambia huyo Matingo sasa hivi anajificha tu mapolini, nenda huko utamuona. Yote umeataka wewe bwana Zubeda bwana. Haya maisha ya sisi na mapolini kila siku kama hivi, mwisho tukutane na manyoka huku. Yote umeataka wewe Zubeda. Unajua vizuri. Basi. Sasa mimi nimeataka kivipi tena Matingo? Sasa kwani Zubeda, ile kazi niliyokupa kwani usifanye haraka mambo yakaisha, maisha ya polini kama hivi hayo yameisha? Ngoja kwanza Matingo, tuachane na hayo. Mimi kuna swala nataka nizungumze na wewe. Unajua Nonje toka amekuja hapa kijijini ananiumiza sana akili yangu. Kuna swala alinihadisia mimi. Tangu ameingia hapa kijijini yeye anataka kumiliki mali. Umeona? Anataka kumiliki mali? Anataka kumiliki mali za hapa kijijini. Na cha kushangaza yeye sio mzaliwa wa hiki kijiji. Je, atamiliki vipi mali? Kuna kama Matingo na Zubeda hivi. Sasa hilo swala la kumiliki mali hilo ndo linaniumiza sana mimi kichwa. Amiliki mali kivipi hapa kijijini? Ni kweli Mama Baraka yule alitoka kijijini kwao huko Mlamleni. Yeye ni mgeni hapa. Ndio hicho kinachonishangaza sasa mimi. Mbaya zaidi, toka amekufa huyu mtoto haonyeshi ushirikiano wa aina yoyote. Wewe unaelewa hapo Matingo? Sasa kumbe Mama Baraka katoka kijijini kwao huko Mlamleni kaja hapa, lengo lake ni kumiliki mali. Kuja kumiliki mali za hapa. Matingo kitu gani? Matingo ana nini? Atamsaidia nini? Matingo mwenye muelewi. Matingo mwenye niweza. Niwezi kuniweza Matingo. Yaani mwanamke huyu. Siku nitakufanikiwa kurudi hapa kijijini. Nitahakikisha lazima nitampata. Ngana Matingo. Matingo mwenye niweza. Yaani hizi mada ulizoniletea hapa sasa hivi, yaani mimi naona kama zote sizielewi yani. Unajua kwa sababu gani? Yaani sicho nilichokuagiza. Na ndio maana ulipofika hapa nikakwambia kabisa yote unayataka wewe ya maisha ya mapolini. Angalia mimi hapa sasa hivi niko peke yangu. Nimemtafuta sana Batuba hata aje kunisaidia hapa, tutatengeneze mitego na mambo mengine yaendelee. Angalia rafiki yangu Lasho yuko wapi? Angekuwepo hapa sasa hivi tunasaidiana mitikasi yetu naenda sawa. Mimi nilikupa kazi nzuri tu Zubeda, lakini maneno unakuja kuniambia ni yananichanganya kabisa, sikuelewi hata kidogo rafiki yangu. Matingo, ukinilaumu mimi haya utakuwa unanikosea. Sasa rafiki yangu anapata tabu siku zote hizi. Fikiria maisha ya porini siku zote zinavyoenda hapa kijijini. Hivi yule mtu atakuwa binadamu wa aina gani? Matingo mwenye mshamba boya tu. Yaani boya mshamba na muelewa Matingo. Anapoteza muda kumfuatilia hata mimi namfuatilia. Matingo, naomba nielewe basi, sio kwamba mimi nakuletea hadithi wala nakuletea story. Hicho ninachokiongea kina ukweli. Mzee Kasongo hayupo, tunafanikishaje hili jambo? Zubeda, hizi mada zako ulizoniletea hapa sasa hivi. Yaani nilivyokuona hivi unakuja, nikategemea unakuja na habari nzuri ambazo at least zitainua moyo wangu na mimi nitakuwa na furaha. Badala yake umekuja kunilegeza magoti kabisa Zubeda, sikufichi yani. Kwa hiyo niliongea yote hapo Matingo haja kuingia akilini, si ndio? Hakuna kilichoniingia akilini. Yaani hakuna kilichoniingia akilini. Kijanaingiaje akilini aliyakuwa rafiki yangu uko polini. Mimi naumia Zubeda, wewe hujui tu. Yaani mimi najisikia vibaya kinoma, wewe hujui tu mshikaji wangu. Yala ngangana tuna Matingo. Matingo atakusaidia nini wewe mlembo? Matingo mwenye mshamba boya tu. Yaani boya mshamba na muelewa Matingo. Anapoteza muda kumfuatilia hata mimi namfuatilia. Sawa, lakini mimi nitalipambania hili swala. Endapo mzee Kasongo atakaporudi, mimi sitaliacha hili jambo. Ila naomba nafasi ya siku moja tu mimi na Matingo. Unasemaje Zubeda? Siku moja tu. Ama kweli wanawake mwalimu wao. Naye hajaenda shule.
Yaani unataka usiku mmoja? Siku moja tu Matingo naomba. Sasa Rashu unajua anateseka siku ngapi huko mapolini? Wewe unaomba usiku mmoja. Mimi naona Zubeda wataka kunichanganya. Mimi nakwambia hapa nataka nikusanye na nilio vyangu hivi. Sasa Zubeda, mimi hapa ulinikuta nilikuwa naandaa vijiti vyangu hivi nitengeneze mitego. Wewe fanya hivyo bwana, hujaniletea ya msingi bado Zubeda. Matingo kupambana kote huko bado hunielewi jamani. Kwa nini lakini ukaka ananifanyia hivi? Hivi hajui kama naumia kiasi gani mimi? Kwani kumpenda mtu dhambi? Matingo. Ameenda kuongea. Mbona anaenda kufikiria? Aenda wapi na mshamba wake huyu? Zubeda huyu naye. We Tunu! Tunu!